Ni matumaini yangu hujambo mtazamaji wa News Update Media, ikiwa ni tarehe ya 29 ya mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Hii ni News Update Media na hapa tupo katika kipindi hiki cha mahojiano maalumu na News Update Media, lakini hii leo tuna mambo kadha wa kadha ambayo tunatamani kuyazungumza hapa. Mtazamaji, umewahi kusikia kuhusiana na masuala mazima ya fursa za uwekezaji katika bara la Afrika, hususan sana katika nchi hii ya Tanzania. Utakumbuka kuwa bara la Afrika ni bara ambalo linatajwa kuwa na utajiri mkubwa kulikweli, kwa maana nzima ya kwamba tuna vyuo vikuu ambavyo vinazalisha wataalamu mbalimbali, lakini pia kila mwaka sekta zinatoa wataalamu katika sekta hizo, kwa maana ya wataalamu ambao wanasoma katika hivyo vyuo vikuu. Lakini pia ukiangazia nchi hii ya Tanzania, tangu tumepata uhuru mwaka 1961 mpaka hivi leo, takriban miaka 60 tumekuwa na uhuru. Lakini ukiangalia katika masuala mazima ya uwekezaji, unakuta kabisa wawekezaji wakubwa zaidi ni wanaotoka katika nchi za nje, lakini si katika ndani ya Tanzania. Sasa tunajiuliza swali la msingi kabisa kwamba Afrika, lakini pia hususan Tanzania kwa ujumla, tunakosea wapi? Hapa leo tupo na mtaalamu wa masuala haya sasa ya uwekezaji. Hapa namzungumzia CPA Boniface Ndengo ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Hyper PRC, kwa maana ya kampuni hii ya Hyper PRC. Atatujuza mengi kweli kweli kwa maana nzima ya nafasi mbalimbali, wapi tunakosea kwa maana ya nafasi ya serikali, lakini pia nafasi ya sekta binafsi. Hapa tunazungumzia taasisi za elimu, pia wananchi, wabunifu, wajasiriamali mbalimbali, lakini pia wataalamu na sekta ya fedha kwa ujumla wake. Nafasi ya hivi vyote ambavyo nimevitaja ni ipi katika kuhakikisha uwekezaji, lakini pia sekta hii ya uchumi inaimarika kweli kweli? Hapa tutakwenda kuzungumza mengi sana na tutachambua mada hii kwa uzuri kabisa, ili mtazamaji wetu unayetutazama hivi sasa uweze kufahamu kwa ukubwa. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, nyuma ya kamera ni Dice TZA. Karibu sana mkurugenzi. Asante sana bwana Lupembe, hongera na mapambano ya ujenzi wa taifa. Mimi nashukuru sana. Nadhani hii ni nafasi nyingine tena, mara ya pili sasa tangu kipindi kile tumefanya kwa mara ya kwanza. Hakika na ninafurahia kazi yako na ninakuona jinsi ambavyo unapasua anga, unavyowabana wanasiasa na maswali tunavyoelekea kwenye uchaguzi. Wasaidie wananchi ili waweze kupata vitu ambavyo ni vizuri. Okay, nashukuru sana. Tunashukuru sana News Update Media. Nakushukuru, na nimekuja sasa, mimi ajenda yangu ni uwekezaji, ni uchumi. Kwa hiyo nafurahi kwamba kile unapokuwa na nafasi unanipa na mimi naweza kutoa mchango wangu kwa taifa langu. Okay, kabla tujaenda sasa kwenye masuala haya ya kiuwekezaji, kwanza tuangazie Hyper inaendeleaje tangu tumefanya kipindi mpaka kwa hivi sasa, pengine kipi ambacho unakiona kwa mabadiliko zaidi? Lupembe, nikwambie Hyper tunafanya vizuri. Kwa sababu wakati tumeanza, sasa tunaelekea siku 1000, Hyper tulipokuwa tumeanza wananchi walikuwa na hofu. Kwa sababu walidhani labda Hyper ni kama makampuni yale yanayotapeli wananchi, ambayo baadaye yatapotea na watu wataitafuta siku moja Hyper wakaikosa. Lakini sasa hiyo hofu imekwisha na wananchi wananunua hisa za Hyper, na Hyper tunakwenda sasa kushiriki miradi ya uwekezaji kupitia ubia na serikali, kitu kinaitwa PPP, Public Private Partnership. Sasa utaona yale mafanikio makubwa kama tunaanza kufikiria kufanya kazi na serikali. Kama tunaanza kumuona serikali ndio mdau wetu namba 1 katika uwekezaji, basi uwe na hakika tu kwamba Hyper tunafanya vizuri. Mkurugenzi, kabla tujaenda mbali sana, samahani, kabla tujaenda mbali sana, tunatamani kuangalia kwanza kwenye swala hili la kampuni hii ya Hyper PRC. Huenda mtazamaji anatutazama kwa mara ya kwanza kabisa, anatushangaa tunazungumzia nini tukisema Hyper PRC. Kipi ambacho kinatakiwa kije kwenye akili yake kwanza? Na kushukuru. Kwanza inaitwa ni Hyper PLC. Ni Hyper PLC. Okay. Ikiwa maanisha ile PLC ni kifupisho cha Public Limited Companies. Public Limited Companies, ambazo kwa tafasiri rasmi hizi ni kampuni za umma ambazo zinajengwa kutoa fursa za uwekezaji kwa umma au wananchi wengi kushiriki katika masuala ya uwekezaji. Au kwa lugha nyingine tunaziita hizi ni kampuni za hisa. Kwa hiyo ukisikia neno Hyper PLC, basi inafanana kabisa na makampuni yote ambayo yanatangulia alafu linakuja PLC. Kwa maana ya Public Limited Company, kampuni za umma. Na kwenye sekta ya fedha unazifahamu makampuni makubwa ni kama CRDB Bank, NMB. Zote hizo ni PLC. Kwenye viwanda tuna TBL PLC, tuna TCC PLC, tuna Tanga Cement PLC. Sasa na sisi pia tunaitwa Hyper PLC. Kwa hiyo haya ni makampuni makubwa ya uwekezaji ambayo yanajengwa kuwapa fursa wananchi wengi
kununua hisa zake ili waweze kushiriki fursa zinazotengenezwa na hayo makampuni. Kwa hiyo Hyper ni kampuni ya uwekezaji ambayo inawapa wananchi fursa waweze kushiriki uwekezaji mkubwa katika nchi yao ya Tanzania. Kwa ufupi sana, pengine utofauti mkubwa kwelikweli ambao unapatikana kwenye kampuni hii ya Hyper PLC na makampuni mengine ambayo tumeyazoea kwa muda mrefu sasa ni ipi zaidi? Sisi tumejikita kwenye maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza, Hyper tunaijenga ili iweze kuwapa wananchi fursa za kushiriki kwenye miradi ya PPP. Uwekezaji wetu unaelekezwa sana kwenye kushirikiana na serikali kwenye miradi ya pamoja, uwekezaji wa pamoja, tunaita ubia, kati ya serikali na sekta binafsi. Ambapo kwa Tanzania sasa itakuwa ndio kampuni ya kwanza ya Kitanzania ambayo inakwenda kushirikiana na serikali kwa ukubwa kwenye miradi yote ya ubia. Huku nyuma ubia mkubwa sana imekuwa kati ya serikali na makampuni ya kigeni. Makampuni ya kigeni ya wazungu, wa China na kadhalika. Sasa Hyper anakuja kuwa kampuni kinara katika masuala ya miradi ya ubia. Kwamba Tanzania tunahitaji makampuni kwenye sekta mbalimbali, kilimo, tunahitaji makampuni ya ubia na serikali kwenye sekta ya ujenzi, kwenye sekta ya miundombinu, miradi ya mwendokasi, lakini tunahitaji pia miradi ya ubia na serikali kwenye viwanda, halmashauri zote za serikali, zile halmashauri za miji, wilaya na majiji. Zote zile ni taasisi ambazo zinataka wabia kwa ajili ya miradi, zote zile zina miradi. Lakini hatuna makampuni ya Kitanzania makubwa ambayo yanakwenda kushirikiana na serikali katika ukubwa ule ambao serikali zapata tija. Kwa hiyo Hyper ni kampuni namba 1 katika miradi ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Hilo ni eneo la kwanza. Lakini namba 2, Hyper tumejipa pia jukumu la kujenga, kufanya ubunifu na ujenzi wa makampuni mengine. Kwamba sisi hatutaishia tu kwenye kufanya uwekezaji, tunakwenda pia kujenga makampuni mengine. Kwa hiyo maana yake Hyper anakuja kuwa chuo cha kujenga makampuni mengine makubwa. Anatoa elimu lakini pia kutoa mitaji ili makampuni haya ya madogo madogo yakue yawe makampuni makubwa. Kwa mfano huyu News Update, kama mna mipango ya kuwa kampuni kubwa baadaye, basi mna uwezo wa kushirikiana na Hyper na siku moja na ninyi mkawa kampuni la umma na mkauza hisa na watu wakanunua hisa. Sasa mnaweza mkaona kama kuna ugumu, lakini kupitia fursa za Hyper kama shule ya kujenga makampuni, basi jambo hilo linawezekana. Sasa kupitia fursa hii ya kujenga makampuni, tumejikita pia kwenye kuwezesha makampuni kupata masoko makubwa ndani na nje ya nchi, kupata teknolojia muhimu zinazowawezesha kufanya biashara katika ukubwa ule, kupata mitaji, lakini pia kufanya shughuli za urasimishaji. Kwa hiyo hayo ndio maeneo yetu makuu ambayo tumejikita sisi kama Hyper. Uwekezaji kwenye miradi mikubwa ikiwa ni pamoja na miradi ya PPP, lakini ujenzi wa makampuni mengine makubwa kama shule au chuo cha kuwawezesha Watanzania wabunifu kujenga makampuni makubwa ambayo hatimaye yanakwenda kwenye sekta mbalimbali. Ukiangalia Tanzania tuna makampuni machache sana makubwa. Yaani ukianza kutaja matajiri, mabilionea unawahesabu. Sasa mfumo rahisi sana wa kujenga hizo taasisi za kibiashara ziwe kubwa, kuwajenga vijana kama wakina Lupembe siku moja wakao nao ni wawekezaji wakubwa au wenye wafanyabiashara wakubwa, namna rahisi sana ni kupitia kampuni za umma kama Hyper. Kwa hiyo Hyper tunasema uwekezaji kwenye miradi mikubwa na ujenzi wa taasisi za kibiashara ili ziwe makampuni makubwa. Shukuru sana. Na ni CPA Boniface Ndengo ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Hyper, kampuni ya Hyper PLC ambayo inajihusisha na zaidi na masuala haya ya uwekezaji. Tunarudi sasa kwenye mada yetu kuu kabisa ya uwekezaji, ambapo tumezungumzia hapa bara la Afrika na hususan sana katika taifa hili la Tanzania. Tumezungumza mengi hapa, nimetoa utangulizi hapa kuhusiana na miaka 60 ya uhuru, namna ambavyo uwekezaji upo hapa nchini. Tumesema kwamba tuna muda mrefu sana tumekuwa huru, lakini ukiangalia uwekezaji unafanywa zaidi na mataifa ya kigeni. Ukiwaangalia wawekezaji wa ndani ni wa kuhesabu kama ambavyo ulikuwa umetangulia kusema hapa. Pengine kwa nafasi yako unautazamaje uwekezaji wa Tanzania kwa hivi sasa? Bwana Lupembe, nikwambie ni kweli kwamba Afrika na hata Tanzania ni bara lenye utajiri mkubwa hasa wa rasilimali. Unajua, ukiongelea tu kwa mfano sekta ya madini, utakubaliana na mimi kwamba Tanzania nafikiri tuko kwenye nafasi ya 3 au ya 4 katika bara hili katika kuzalisha madini. Na nimeangalia, nimeona sisi sasa hivi tuna export kubwa sana kwenye masuala ya madini, lakini wachimbaji wakubwa wa madini Tanzania sio wa Tanzania. Wachimbaji wakubwa ni makampuni ya kigeni. Lakini pia njoo kwenye habari za rasilimali za utalii.
Tanzania ni moja ya nchi ambayo tunafanya vizuri sana kwenye sekta ya utalii. Tuna fursa nyingi za utalii. Lakini nani mwekezaji mkubwa kwenye sekta ya utalii? Hoteli kubwa za kisasa nyota 5 na kuendelea. Nani anavuna ule utajiri wa sekta ya utalii? Sio makampuni ya Tanzania. Yaani Tanzania tunatoa mchango mdogo sana katika shughuli za utalii. Pesa nyingi kwenye mnyororo wa thamani wa utalii unakwenda kwenye makampuni ya kigeni. Kwa hiyo hilo ni eneo lingine. Lakini angalia pia kwenye sekta ya ujenzi na miundombinu. Nani anashughulika na ujenzi wa miundombinu ya Tanzania? Ni makampuni ya Wachina kwa asilimia kubwa. Na Tanzania au Afrika tuna vyuo vikuu ambavyo ni vyuo ambavyo vina umahiri mkubwa na vinazalisha wataalamu kila mara. Lakini wataalamu wetu wana mchango gani katika kubuni makampuni ya kiuhandisi, makampuni ambayo hatimaye yataenda kubidi au kutenda kwenye zabuni kubwa na kupata na kuchukua zile zabuni na kufanya. Yaani ukute kwamba mradi wa bilioni labda 500, mradi wa trilioni 6-7 kama SGR, alafu ukute pale msimamizi mkuu au mtu aliyeshinda ile tenda ni kampuni ya Kitanzania. Mzee, hapo lazima tu utakubali kwamba bado sisi kwenye uwekezaji ni wanafunzi. Sasa tunakosea wapi? Ukiangalia utajiri tunao, wataalamu tunao, fursa zipo, lakini tunakosea wapi? Changamoto mimi nimezifanyia tathmini, ziko kama 4. Eneo la kwanza ni kwamba sera ambazo zinajenga uchumi wa Afrika na uchumi wa Tanzania unapoteza muunganiko wa watu watatu muhimu sana ambao wanatakiwa wakutane mara kwa mara kujenga ajenda ya uwekezaji mkubwa. Na hawa ni serikali, taasisi za elimu ya juu na sekta binafsi. Watu hawa watatu ni utatu wa kiuchumi ambao watu wenzetu wanautumia sana katika kujenga makampuni haya makubwa ya kiwekezaji. Yaani kampuni zote kubwa unazoziona za uwekezaji zinazokuja Afrika, kutoka China, kutoka Ulaya, nataka nikwambie kuna mkono wa serikali ndani yake. Sisi Afrika, ukiangalia sisi sekta binafsi tumeachwa, kila mtu anapambana kivyake. Yaani mimi hapa Boniface Ndengo nahangaika na Hyper mpaka sasa, sijaona mtu wa serikali anayekuja kuniuliza, Ndengo unakwama wapi? Unapata changamoto gani? Tukushike mkono wapi? Na unapokwenda kuzungumza na watu wa serikali kwamba jamani, hebu tunaomba tushikwe mkono, hatua hii tu tusogee pale. Yaani serikali kwa sababu ni vyombo vya bureaucracy, ni vyombo vya urasimu. Mchakato wa kukusikiliza mpaka wakakupa airtime kukuelewa inaweza kachukua miaka 2 mpaka 3. Kwa hiyo mnajikuta ile dhana ya muunganiko huu tatu wa kiuchumi wa serikali, sekta binafsi na taasisi za elimu ni eneo ambalo hatujaliona kama ni namna tunaweza tukajenga uchumi mkubwa na hasa kujenga makampuni makubwa. Kwa mimi naliona hilo kama tatizo linalochangia kwa asilimia zaidi ya 70 kwenye dhana nzima ya ujenzi wa makampuni makubwa ambayo yangezalisha makampuni ya uwekezaji na tukatumia hizi rasilimali tukajenga uchumi mkubwa. Jambo la pili ni utamaduni. Ukiangalia Bwana Lupembe, wazazi, ukiongelea habari ya biashara kubwa, biashara ya uwekezaji, wazazi wetu hawaelewi kabisa eneo hili. Wanakimbia. Kwa hiyo hapa pia tunaona kwamba mchango wa malezi ya familia unachangia sana katika kuua hii ajenda ya biashara na hasa biashara kubwa. Lakini pia mifumo ya elimu. Tangu tumepata uhuru, bahati mbaya ni kwamba tumeendeleza mifumo ile ile tuliyofundishwa na wakoloni. Sasa hii mifumo, unajua wakoloni walijenga hii mifumo kwa namna ya kupata wataalamu kama wasaidizi tu katika nafasi za kati. Ile level ya juu tunaita high level thinking, wakoloni kama hawakutupatia. Na hii imesababisha sasa 90% ya wasomi wetu wanapokuwa wakisoma na kumaliza masomo wanawaza habari ya ajira. Lakini nataka nikwambie, unapoongelea habari ya uwekezaji, unapoongelea habari ya biashara, hauongelei tena masuala ya ajira. Unaongelea masuala ya ubunifu, uwezo wa kuyaona mazingira kama fursa. Yaani unapoyaona haya maji ya Ziwa Victoria uone pesa. Unapoona ardhi uone pesa. Unapoona hili jua na anga uone pesa. Unapoona madini uone uchumi. Watoto wetu au wataalamu wetu hawakujengwa katika mtindo huo wa kiuchumi. Wamejengwa kama watu wa kwenda kuajiriwa na kulipwa mshahara. Kwa hiyo sera za elimu zinaua sana ubunifu, zinaua sana ajenda ya biashara, na mwisho matokeo yake ni Afrika imefeli katika masuala ya uwekezaji. Na ndio maana sasa hatuna mataasisi makubwa ambayo yanaweza yakabeba uchumi wa Afrika. Ndio maana tunapofika kwenye habari ya uchumi, marais wote wanataka kwenda Ulaya kutafuta wawekezaji. Na kumbe
umma wa Afrika watu karibia bilioni 1.4 sasa tunatosha kabisa kuwa wawekezaji na tukavuna hizi fursa na tukazifanya kuwa uchumi kwa ajili yetu sisi wenyewe. Mkurugenzi, umezungumzia hapa habari za namna ambavyo makundi mbalimbali yanafeli kuhakikisha kwamba masuala haya ya uwekezaji yanakuwa kama ambavyo umezungumza hapa yanakuwa vizuri. Pengine katika nafasi mbalimbali katika makundi haya ambayo umeyazungumza hapa, pengine tunaweza tukaona nafasi zao kwamba tukajua kwamba kumbe wangefanya hivi pengine leo hii sekta hii ya uwekezaji ingekuwa katika namna hii hapa. Pengine tupitie sasa nafasi mbalimbali za makundi. Kwa mfano hapa tukianza na nafasi kwanza ya serikali, kuhakikisha kwamba inatoa mchango gani kwa wawekezaji, kwa namna gani ya kufanya ili mpaka nchi ifikie kwenye uwekezaji mzuri zaidi. Nakushukuru. Serikali tuipe majukumu makubwa matatu. Jukumu la kwanza ni kutengeneza sera zinazozalisha fursa kwa kila mtu. Hiyo ndio nafasi kubwa ya serikali. Yaani serikali inatakiwa ijue kwamba imepewa dhamana, kazi yake ni kutunga sera ambazo zile sera zitahakikisha kila Mtanzania, kila Mwafrika, kila mwananchi au kila mkazi wa eneo lako aone kwamba mimi nina kitu naweza kufanya kwa ajili ya uchumi wa taifa langu. Sasa sera za nchi yetu zimetengenezwa kwa namna ambayo watu wengi wa ndani, wawekezaji wa ndani wanajiona kama bado hawana nafasi. Pamoja na kwamba sera zipo, lakini wananchi hawajapata ule mwamko wa kujiona kama ni sehemu ya fursa zile. Kwa hiyo namba moja ni sera. Serikali ina wajibu wa kutengeneza sera rafiki. Namba mbili ni elimu. Yaani serikali ina wajibu wa kutoa elimu kuhusu sera zake. Kuna wakati huwa nawasikiliza wabunge wanazungumza pale bungeni. Ukiwasikiliza kama vile wanazungumza kitu kipya, lakini nataka nikwambie ukienda kwenye makabrasha ukasoma, unakuta kile wanachokizungumza kipo tayari kwenye makabrasha. Kwa hiyo inaonekana serikali pia haijatoa elimu ya kutosha kuhusu namna ambavyo hizi sera zitasaidia kufungua fursa kwa watumiaji wa zile sera. Kwa swala la elimu ni eneo la pili. Eneo la tatu ni malezi. Serikali ndio mlezi wetu mkuu. Serikali ndio baba, ndio mama, ndio kiongozi, ndio mtu anayetakiwa kutuongoza, kutuonyesha njia. Serikali anatakiwa atuone sisi wabunifu kama watu ambao tunatafuta kushikwa mkono na kuwezeshwa. Sasa wakati mwingine unakuta kwamba sisi tunabuni biashara, afu serikali inakuja ina sera zake zinaielekeza tu kutafuta mapungufu na kasoro za wabunifu, na wakati mwingine kutupiga ngwara, kutukata miguu, kutuchapa viboko. Lakini unakuta kwamba wakati mwingine tumebuni biashara, zile sheria za kodi sio rafiki kutuwezesha sisi kunyanyuka kutoka kule chini, maana mwanzo ni mgumu. Sasa hayo yote yanapaswa kuwa ni majukumu ya serikali, kutengeneza sera, lakini pia kutoa elimu ya kutosha, na mwisho wa siku kuwa mlezi wa sekta binafsi, mlezi wa wajasiriamali, mlezi wa wabunifu, mlezi wa wawekezaji wadogo, na kutupa sisi nafasi ya kubuni. Na hapa sasa tunakuja nafasi ya sekta binafsi. Sisi sekta binafsi tuna majukumu makubwa matatu. Kabla hujaenda kwenye sekta binafsi, tumalizie kwanza kwenye serikali. Umesema hapa kwamba kuna namna sera zipo, lakini kuna namna hawa wawekezaji wa ndani ni kama wanajiona kama hawana nafasi. Naam. Sasa kama zipo alafu wanaona kama hawana nafasi, shida zaidi ni nini hapa? Nataka kufahamu kidogo. Shida ni mazoea ambayo tumeyadenga tangu tulipopata uhuru. Kwanza ukisema neno mwekezaji, tayari akili ya haraka ni mzungu au mgeni kutoka nje. Hiyo tatizo hilo lazima liondolewe. Kwa hiyo serikali lazima itoe elimu ya kutosha kuhusu sera ilizozitunga, ili watu wajue kwamba kumbe mwekezaji sio rangi, sio mgeni. Mwekezaji ni mtu ambaye ana sifa fulani, na hizo sifa na sisi kama tayari wa Tanzania na Waafrika tunazo, tayari tunageuka kuwa wawekezaji. Kwa hiyo mimi nasema, kwa mfano ukiangalia sera ya uwekezaji wa ndani, sera ya uwekezaji kwa ujumla Tanzania inabainisha kwamba mtu yeyote anayemiliki mtaji ambao unatosha kuwa $50,000, serikali inamtambua kama mwekezaji. Umeona? Sasa Watanzania wangapi wanamiliki $50,000? $50,000 ni milioni kama 130. Milioni 130 Lupembe, tukianza kuorodhesha Watanzania wenye milioni 130, si wako wengi sana? Kwa nini hawajitambui kama ni wawekezaji? Ni kwa sababu hawajapewa elimu ya kutosha kwamba na wao ni wawekezaji. Hawajapewa elimu kuhusu sera za uwekezaji, hawana elimu ya kutosha kuhusu sera za biashara, hawajui chochote kuhusu sera za madini, hawajui chochote kuhusu sera za viwanda. Kwa hiyo ni watu ambao tunaishi kama watu ambao tunahitaji kusaidiwa, lakini kumbe msaada umeshawekwa ila hatujapewa tu elimu. Bwana Lupembe, kundi lingine ambalo nalo halijafanya wajibu wake sawasawa
katika kuzalisha na kujenga kutumia hizi fursa za uwekezaji kuipa nchi nafasi ya kubeba uchumi mkubwa ni sekta binafsi. Sisi sekta binafsi wajibu wetu ni kubuni, kujenga biashara na kusimamia biashara. Hiyo ndio nafasi yetu. Tunasema kwa kifupi ni ubunifu, biashara na uwekezaji. Hii kazi ni maalum kwa ajili ya sekta binafsi. Lakini sekta binafsi wengi hatujajitambua katika eneo hili, na kwa hiyo tumeiacha. Pia kuna wakati tunaamini kwamba hiyo ni kazi ya serikali. Unaona? Sasa tunaamini kwamba kupitia vipindi hivi tunataka sasa sekta binafsi na sisi tuamke tufanye wajibu wetu. Ubunifu unatuhusu, biashara zinatuhusu na uwekezaji unatuhusu, kwa kuzingatia zile sera ambazo serikali imetutengenezea. Kundi lingine ambalo lazima liamke na lifanye nafasi yake sawa sawa ni taasisi za elimu, hasa taasisi za elimu ya juu. Nilikuwa naangalia kwamba kampuni zote kubwa duniani zinakuwa zimefungamanishwa na taasisi za elimu ya juu, hasa kitengo cha utafiti. Yaani haiwezekani Hyper kama unavyoiona au makampuni yote makubwa unayoyafahamu Tanzania eti yanakosa idara za utafiti. Na zile idara sehemu kubwa zina mahusiano moja kwa moja na taasisi za elimu ya juu kwa ajili ya kusaidia kubuni na kuleta vitu vipya kila wakati katika yale makampuni. Kwa hiyo mimi naziona taasisi za elimu ya juu pia hazijafanya kazi yake, hasa kuisaidia sekta binafsi ya nchi. Yaani wako busy na tafiti ambazo tija yake pia haiji kwenye biashara. Tija yake inaishia kwenye makabati na kutunzwa kwenye masefu ya vyuo vikuu. Kwa hiyo tunaona pia ni changamoto ambayo lazima tuitafutie majibu. Kundi lingine ambalo lazima pia liwezeshwe ni kundi la wananchi. Sasa wananchi wanawezeshwaje? Wananchi tunawawezesha kwa kujenga taasisi ambazo zinawaleta kwenye uwekezaji. Hapa tunazungumza habari ya makampuni ya uwekezaji, makampuni ya umma. Kwamba sisi sekta binafsi kupitia mazingira ambayo serikali yameyaweka, tukiisha unda yale makampuni makubwa, tukishirikiana na taasisi za elimu ya juu, tukafanya tafiti, tukaja na makampuni bora, tukaja na bidhaa bora, basi hawa wananchi wanaweza kuletwa kwenye mfumo wa uwekezaji kama wawekezaji binafsi. Kama wawekezaji binafsi. Kwa mfano Tanzania tuna watu wazima wanaofikia takribani milioni 40. Hebu fikiria kila baada ya miezi miwili tunaanzisha kampuni ambalo hawa watu milioni 40 wananunua hisa kwenye ile kampuni. Maana yake ni kwamba kila kampuni linaweza kuwa kampuni kubwa kama litawapa fursa wananchi wakawa sehemu ya uwekezaji kwa kushiriki uwekezaji mkubwa, na hapa wanakwenda kwa kununua hisa za yale makampuni. Kwa hiyo wananchi lazima tuwajengee uwezo, tuwape elimu, tuwajengee maarifa ya kutosha kuhusu uwekezaji. Na hapa ndipo sasa nitakuja nikwambie kwamba Hyper tuishi kwenye mazungumzo. Utaniuliza, lakini nimesema tumekwisha andika kitabu kinachohusu mambo ya uwekezaji, nafasi ya wawekezaji binafsi katika kushiriki kwenye uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo mimi niwaambie tu kwamba kama tutafanikiwa sasa, serikali imefanya nafasi yake, taasisi za elimu zifanye nafasi yake, sekta binafsi tufanye nafasi yetu, alafu sisi wabunifu na wajasiriamali pia tuje na mawazo bunifu ya kibiashara, wananchi wakaelimishwa vyema nafasi yao katika kununua hisa za makampuni haya, tuna uwezo wa kufanya kila mradi unaofanyika nchini bila kuwategemea wageni na bila kuwategemea wawekezaji kutoka nje. Mkurugenzi, umetoa ushauri hapa kwa makundi mbalimbali, hususan sana katika ulivyoweka nafasi zao kwamba kuna namna fulani hivi wajitambue kufanya hiki na hiki na hiki. Kuna namna umewaelekeza hapa kidogo, umetoa ushauri kwenye nafasi hizi. Pengine nyinyi kama Hyper sasa, manake mpo kwenye hii kwenye hizi taasisi sasa, kwenye hizi sekta binafsi sasa ambazo mmejiweka kwa ajili ya uwekezaji, mmekuja na mkakati gani sasa? Bwana Lupembe, nikwambie, tunapokwenda kwenye siku 1000 tunaweza kuelezea Hyper kwa nini sasa ni taasisi ya kimkakati. Ni taasisi ambayo leo ukianza kuzoom taasisi za kimkakati Tanzania, nafikiri ukiacha serikali utakuja ni Hyper. Hyper bana, tumekuja na mikakati kabambe ambayo tunaamini inakwenda kutatua changamoto hizi. Namba moja, sisi Hyper tumejijenga kama kampuni la umma, kampuni la uwekezaji tunalotoa fursa kwa wananchi kushiriki uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo hapo ulipo una uwezo wa kununua hisa za Hyper na wewe ukashiriki kuwa mwekezaji katika kampuni la Hyper. Na Hyper kazi yetu tunabuni miradi mikubwa, miradi ambayo haipo au ipo lakini tunaweza tukaiboresha na ikawa miradi mikubwa. Hiyo ni moja ya kazi ambayo tunaifanya
na inakwenda kuwa ni mchango mkubwa katika uchumi wa Tanzania na kuzalisha fursa nyingi za uwekezaji kwa ajili ya wananchi wetu. Lakini pia Hyper tumeamua kutoa elimu ya uwekezaji kwa ukubwa unaostahili. Yaani tumeamua ajenda yetu ni kuhakikisha kila Mtanzania anafahamu kuhusu uwekezaji, anafahamu kuhusu namna anavyoweza kushiriki katika habari za uwekezaji mkubwa, anakuwa na akaunti ya uwekezaji. Na kwa msingi huo tumeandika kitabu chetu, kinaitwa Kitabu cha Maswali na Majibu kuhusu Uwekezaji. Kitabu hiki ambacho kilipaswa kuuzwa shilingi 20,000. Mtu mmoja alisema hiki kitabu kwa madini yaliyomo kilipaswa kiuzwe shilingi 20,000. Sisi tukasema tunataka kila mtu akisome kitabu hiki kwa shilingi 10,000. Lakini tukasema pia kwa sababu tunasherehekea siku 1000 za Hyper, basi kitabu hiki kitauzwa kwa shilingi 5,000. Kitabu hiki kina elimu, maswali zaidi ya 200 yamejibiwa kuhusu ajenda ya uwekezaji mkubwa. Watanzania tunashiriki vipi uwekezaji mkubwa? Tunaweza kutumia mifumo gani kwenda kwenye uwekezaji mkubwa? Tunajengaje taasisi kubwa za kiuchumi ambazo zitawapa fursa Watanzania wengi kushiriki uwekezaji mkubwa? Na huu mfumo unaitwa ni ujenzi wa taasisi za umma au kampuni za umma. Kampuni ambazo zinazalisha fursa kwa wananchi kununua hisa zake na kuwa sehemu ya zile taasisi. Maswali haya wameuliza kina nani na mmeyapataje? Haya maswali tulipokuwa tumeanzisha kampuni yetu, wananchi walikuwa wanatuuliza maswali. Kwa tukayaratibu yale maswali na hatimaye tukayacompile, tukayatengeneza katika mfumo wa kitabu. Ili sasa mtu ambaye haitapata nafasi ya kutuuliza, akipata hiki kitabu ataona maswali yote anayoyafikiria yamejibiwa kupitia kitabu hiki. Na tunaamini kwamba kitabu hiki kinajibu angalau 70% ya maswali yote ambayo wananchi wanajiuliza kuhusu ajenda ya uwekezaji. Nimeshuhudia unapigiwa simu hapo, watu wanauliza kwamba bila shaka ni mtu wa Tanga huyu. Anauliza kwamba kitabu hiki na kipataje? Nimekusikia hapa. Pengine anayetutazama hivi sasa anawezaje kukipata hichi kitabu sasa? Hiki kitabu tuna mifumo kama 4 ya kukipata. Mfumo wa kwanza, hiki kitabu tunakisambaza maktaba zote Tanzania. Yaani unajua Watanzania pia ni waoga katika mambo ya kusoma. Tukasema basi kama mtu anahurumia hela yake, hiki kitabu tumekiweka maktaba zote za mkoa wa Tanzania. Kitabu hiki kinapatikana bure. Nenda tu pale wewe ujisajili maktaba na hatimaye omba kitabu cha Hyper cha uwekezaji, maswali na majibu kuhusu uwekezaji. Utakuwa umepata kitabu chetu. Jambo la pili, kitabu hiki tunakisambaza bookshop zote kubwa Tanzania, mikoa yote, na hatimaye tutakwenda wilaya zote. Tutaweka vitabu hivi kwenye bookshop zote, kwa utakwenda utakinunua hiki kitabu na utapata madini kuhusu masuala ya uwekezaji. Lakini kitabu hiki tunafungua pia klabu za uwekezaji shule za msingi na sekondari na vyuo nchi nzima. Tunaweka maktaba za hiki kitabu ili vijana wasome, wapate maarifa kuhusu kitabu hiki, na watakuwa wanaweza kuazima wakasoma na wakarudisha, na wengine wakaazima na kusoma na kurudisha. Lakini mwisho, kitabu hiki kinapatikana mfumo wa kidijitali kupitia soko letu la Hyper. Moja ya miradi mikubwa ambayo tumeibuni inayowezesha wajasiriamali bidhaa zao kuonekana dunia nzima kwa namna rahisi ni soko la Hyper. Kwa hiyo kitabu hiki tumekiweka kwenye mfumo wa kidijitali na kinapatikana kwenye soko la Hyper ambalo unabofya kwa kutumia mfumo wa www.hyper.net. Ukiingia kwenye mtandao tu tafuta neno Hyper, utakuta soko letu la Hyper, na hapa utakutana na kitabu chetu kikiwa katika mfumo wa kidijitali kwa maana ya soft copy. Hapa pia unaweza ukakinunua na ukapata madini kuhusu habari ya uwekezaji. Nikushukuru sana. Pengine kwa hivi sasa kwa hapa Mwanza, inawezekana mtazamaji aliyetazama mwingine yupo hapa Mwanza, anakipata kwenye ofisi gani? Moja kwa moja. Hiki kitabu pia kinapatikana ofisi zetu zote. Kwa Mwanza ofisi yetu ya Hyper iko mtaa wa Nyamanoro. Hiyo barabara ya airport, wakati unakwenda airport kutoka mjini Mwanza, mkono wa kulia utaona bango kubwa limeandikwa Hyper PLC. Hapo ndio ofisi za Hyper Mwanza, na ukifika pia utakipata kitabu chetu. Lakini pia tunapatikana Dar es Salaam, tupo Kisutu, katikati kabisa ya mji. Kisutu kuna jengo linaitwa Red Cross. Ukipanda floor ya 6 utatukuta pale Hyper na utapata huduma za Hyper moja kwa moja. Lakini kwa mkoa wa Mara pia tuna ofisi eneo la Mwembeni Complex. Msoma mjini pale tuna ofisi zinaitwa Hyper PLC Mwembeni Complex. Ukifika pale pia utapata huduma zetu. Lakini pia Lupembe, ukiwa na simu yako ya kidijitali kwa maana ya smartphone au simu ya kawaida pia unaweza ukatupata. Na hapa nafikiri uniruhusu niwape namba ya simu ili mtu ambaye atapata changamoto yoyote basi aweze kutupigia. Namba yetu ni 0755 947 943.
hii namba akipiga inakuja kwa mkurugenzi moja kwa moja, na kama mkurugenzi yuko busy itampeleka kwa wasaidizi wangu. 0755947943. Akipiga namba hii tutampa website ya kampuni, tutampa na anwani za mawakala wetu mikoa yote, na anaweza akapata huduma za Hyper bila wasiwasi. Mkurugenzi, natamani kusikiliza neno lako la mwisho kabisa kwa watazamaji wanaotazama hivi sasa na wanaotamani sasa kuwekeza. Neno lako liangazie swala zima la kwa nini mliamua mwanze kuwekeza Tanzania na si sehemu nyingine. Unajua hata Bwana Yesu wakati ameanzisha utawala wake aliwaambia wanafunzi wake, mtakapoanza kueneza injili yangu mtaanzia nyumbani Yerusalemu. Alafu baada ya Yerusalemu mtakwenda Samaria na kisha Uyahudi na miisho ya nchi. Sisi tunataka kujenga taifa la kizalendo. Tunatamani siku moja taifa letu liwe miongoni mwa mataifa kinara katika masuala ya uchumi. Tunatamani kuiona Tanzania ikiwa ni taifa kubwa kiuchumi. Yaani kama tunasikia habari za Marekani, habari za China, tunataka kwa Afrika ikiwezekana Tanzania iwe miongoni mwa mataifa ambayo ni vinara katika ajenda ya uchumi. Kwa hiyo hili likatusukuma kwamba mkakati wetu wa kujenga wawekezaji kutokea ndani tunaanza na Tanzania, na baada ya hapo tutasambaa eneo lote la Afrika, na siku moja tutatusikia pia kwenye masoko ya dunia, China, Marekani, Ulaya na kadhalika. Nikushukuru sana. Asante sana Lupembe. Kushukuru sana. Naam, ni CPA Boniface Ndengo ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Hyper PLC ambaye tulikuwa tukizungumza hapa machache kuhusiana na sekta ya uwekezaji. Umepata kumsikiliza hapa, amezungumza kuhusiana na nafasi mbalimbali kwa maana ya nafasi ya serikali, nafasi ya sekta binafsi, taasisi za elimu, wananchi wenyewe, wabunifu, wajasiriamali katika sekta hii ya uwekezaji. Kipi ambacho wamepaswa kukifanya zaidi ili kuhakikisha Tanzania lakini pia Afrika kwa ujumla inanufaika na swala hili la uwekezaji, hususan sana wawekezaji wa ndani kama ambavyo amezungumza hapa kwa uzuri kabisa. Kipi ambacho wawekezaji wenyewe wanatakiwa kukifanya na sekta hizi zingine inatakiwa kukifanya ili nchi yetu ya Tanzania na Afrika kwa ujumla iweze kunufaika zaidi. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Elia Jackson Lupembe na nyuma ya kamera ni Dice TZA. Bye bye.